Kisha akahamia muandishi kwenye nukta nyingine muhimu, nayo ni mulakhasu ahkami zakati alfitri, ufupisho wa hukumu mbalimbali za zaka ya fitri. Zakatul fitr, mulakhasu ahkami zakati alfitri, ufupisho wa hukumu mbalimbali za zaka ya fitri. Zakatul fitri, dada zangu katika iman, iko mbele yetu, ni jambo la kujitolea kwa ajili ya maskini na mafakiri na watu mbalimbali wenye shida, na wao wapate furaha katika siku ya Eid, kama vile sisi tunavyokula na kunywa katika majumba yetu na familia zetu. Na wale mafakiri na maskini nao wana familia zao, wanatakiwa na wao wafurahi. Al-Eid yawm farhin liljami', siku ya Eid kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu ni siku ya furaha kwa watu wote. Al-aghniya wal-fuqara, matajiri wanatakiwa wafurahi na maskini pia na mafakiri wafurahi. Sasa mafakiri watafurahi vipi na hao maskini na wao hawana kitu? Ni kwa kuwezeshwa na wale wenye nacho. Matajiri wajitolee mali zao kuwasaidia ndugu zao maskini katika Waislamu katika siku ya Eid. Na hata wewe ambaye si tajiri lakini una akiba katika bajeti yako, baada ya kutizama unaona chakula chako cha Eid kipo kuanzia usiku wa Eid na asubuhi yake na mchana wa Eid, mashaallah, resheni yako imetimia, iko vizuri. Alafu unaona kuna ziada pale, kuna kilo za mchele zimezidi pale na mfano wake, basi watakiwa utoe hicho kilichozidi kuwapa maskini. Hiyo ndiyo malengo ya zakatul fitri, kuwatia furaha wale wasio nacho katika siku za Eid. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameifaradhisha zaka ya fitri mwishoni mwa Ramadhan, itolewe kuanzia inapoandama Eid. Ule usiku wa Eid watu waanze kutoa zakatul fitri kuwapelekea maskini na mafakiri na watu wenye shida mbalimbali. Kadhalika waendelee kutoa mpaka asubuhi ya Eid kabla ya kuswaliwa salatul Eid, na huo ndio muda bora kabisa wa kuitoa zakatul fitri siku ya Eid, pale wakati wa asubuhi kabla salatul Eid, kabla ya sala ya Eid. Huo ni wakati bora wa kutoa zakatul fitri. Na kama tutakavyo kuona hapo mbele, kuna waktul jawaz, kuna wakati wa kujuzu kutoa zakatul fitri kwa kuitanguliza mapema, nao ni kutoa zakatul fitri kabla ya siku 2 au 1 kuingia Eid. Siku 2 au 1 kuingia Eid inajuzu kutanguliza zakatul fitr. Haya, anasema akizungumzia hukumu hizo za zakatul fitri, hebu zisikilize vizuri ukhti fil iman, kwa sababu wakati wake uko mbele yetu. Ni jambo lipo kwenye mpango, kwa sababu wakati wake unakuja. Hukumu ya kwanza anasema zakatul fitri faridhatun ala kulli muslimin, zaka ya fitri ni faradhi bwana juu ya kila Muislamu, sio khiari bwana. Kila Muislamu mwenye uwezo wa kutoa zakatul fitri ni faradhi, ni lazima. Maana yake nini? Mtu mwenye uwezo wa kutoa fitri alafu akaminya mwenyewe akajizuia, ikawa anatoa macho tu watu wampe yeye, ajue anapata madhambi muda wa kuwa na uwezo wa kutoa. Na tabia hii wanayo Waislamu wengi. Utawaona watu wana nguvu za kufanya kazi, watu wana nguvu za kununua nguo, wana nguvu za kulipa kodi katika nyumba zao, katika maduka yao, wana mitaji ya biashara, wanakula, wanakunywa, watoto wao wanasoma mashule, wanalipa, wananunua sare za shule. Lakini wakifika wakati wa Eid wanajifanya wao ni wakoma wa kusaidiwa, wanaomba fitri. Watu wazima kabisa wenye uwezo wao, wengine ni mashehe, wana nafasi zao, maimamu. Mtu amekaa, mbona mtuletee fitri bwana? Tuangalieni kwenye fitri bwana.
pengine ana uwezo kuliko hata maamuma wake ambao wanampa fitri. Ni ukiritimba huu wanao baadhi ya Waislamu kujilegeza wasitoe zakatul fitri na hali ya kuwa na uwezo. Kwa hiyo zaka ya fitri bwana ni lazima juu ya kila Muislamu. Qala ibn Umar radhiyallahu anhuma, amesema Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, na hadithi hii katika sahihi mbili, sahih Bukhari wa Muslim. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakatal fitri, ameifaradhisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ya fitri, sa'an, pishi moja, na pishi ni pishi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtakuja kuona maelezo yake huko. Pishi moja min tamrin, litokanalo na tende, au sa'an, au pishi moja min sha'irin, litokanalo na ngano. Amefaradhisha hayo Mtume ala al-abdi, juu ya mtumwa, wal hurri, na mtu muungwana, wadhakari, na juu ya mwanaume, wal untha, na juu ya mwanamke, wasaghiri, na juu ya aliye mdogo, wal kabiri, na juu ya aliye mkubwa, ni mtoto ni mkubwa, wote minal muslimin, katika Waislamu. Makundi yote haya yamefaradhishiwa kutoa zakatul fitr, bali baadhi ya makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wakivitolea zakatul fitri hata vile vichanga vilivyokuwa tumboni, na hilo linanukuliwa an Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu na wengine katika masahaba, wakivitolea vichanga vya tumboni zakatul fitri. Kwa hivyo zaka ya fitri ni watu wote, wewe na vitoto vyako vyote, hata vile vinyangarika vilivyozaliwa sasa, vibebi vile vidogo katika masusu ya mama zao, vyatolewa zakatul fitri. Haya, nukta nyingine nasema fi zakatil fitri ihsanun ila alfuqara, na haya tumeeleza kwa ufupi. Wallahi alazim, katika zaka ya fitri kuna kufanya wema kwa mafakiri. Ni jambo la kuwatizama ndugu zetu wasio nacho jamani. Ni wema huu watu kuwafanyia Waislamu wenzao maskini. Fi zakatil fitri, katika zaka ya fitri, ihsanun ila alfuqara, kuna kufanya wema kwa mafakiri. Hilo ni la kwanza. Wa tathhirun lisaimi, na kuna kumtaharisha mfungaji, pia hili limo pia. Wa tathhirun lisaimi, na hili unalihitajia sana wewe mwenye kufunga. Na kuna kumtaharisha mfungaji minal laghwi warafath, kutokamana na michezo na uchafu uliomkuta katika funga yake, mapungufu yaliyojitokeza katika mambo ya pumbao, mambo ya kupumbaza, allahu, na mambo machafu, labda ulitukana, ulisengenya, uligombana, au ulikwenda ukafanya mabaya zaidi katika mchana wa Ramadhani au usiku wa Ramadhani. Kwa hiyo kuna kumtaharisha mfungaji kutokana na madhaifu yake kwenye kutoa zakatul fitri. Lakini sio hilo tu, wa idhharu shukri ni'matillahi, na kuna kudhihirisha kuishukuru neema ya Allah, biitmami siyami shahr Ramadhan, kwa kutimiza kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yote haya yanapatikana kwenye kutoa zakatul fitri. Faida hizo zaka ya fitri ni kufanya wema kwa mafakiri, bali ni kujitaharisha mfungaji kutokamana na makosa yake mbalimbali, bali kwenye kutoa zaka ya fitri kuna kudhihirisha shukurani za neema za Allah kwa kutimiza funga ya mwezi wa Ramadhan. Qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na mapokeo haya yamekuja inda al-Imam Abi Daud wa Ibn Majah rahmatullahi ta'ala alayhima, wal hadithu sahihun. Abdullah ibn Abbas anasema farada Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam zakat al-fitri, ameifaradhisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam
zaka ya fitri tuhratan lisaim, kwa ajili ya kumtaharisha mwenye kufunga, minal laghwi warrafath, kutokamana na upuuzi na uchafu uliojitokeza kwenye funga yake. Lengo la kwanza hilo. Wa tu'matan lilmasakin, na ni kwa ajili ya chakula. Wa tu'matan lilmasakin, na ni kwa ajili ya chakula kwa masikini. Masikini na wao waweze kula siku ya Eid kupitia hiyo zakatul fitri. Haya ni katika malengo ya kuwekwa hii zakatul fitri. Kwanza, imtaharishe mwenye kufunga. Pili, zakatul fitri iwe ni sababu ya kuwalisha maskini waliotuzunguka. Nukta nyingine, watukhraju min at-ta'am, na inatolewa hiyo zakatul fitri kutokamana na chakula. Zaka ya fitri ni chakula kilichokuwa mashuhuri chenye kupendwa, ambacho kawaida watu hula katika siku ya Eid. Wewe fikiria tu kile chakula ambacho kinapendwa na watu kula katika siku za Eid. Kama sisi humu wetu tuna vyakula vyetu vya Eid. Michele ndio vyakula vya Eid, ngano ndio vyakula vya Eid. Sasa utatoa vyakula kama hivi, ama ukatafuta dona ukamletea mtu siku ya Eid fitri, kweli ni chakula, lakini dona watu wanakula Eid kweli? Umekosa chakuleta. Yawezekana huko katika miji mingine vijijini huko labda watu wanapendelea zaidi dona kuliko mchele. Haya, utawapelekea dona, labda wenyewe wali hawali, wanaona kama ni uji tu unawachelewesha, wenyewe wanataka dongo labda huko. Lakini hapa mjini ukamletea mtu unga wa mtama fitri, utakuwa hujachagua chakula chenye kuliwa na kupendelewa siku ya Eid. Kwa hivyo tukhraju ay zakatul fitri min at-ta'am, na inatolewa zaka ya fitri kutokamana na chakula maarufu siku ya Eid kwa watu wa mji. Utaangalia mazoea yenu, min burrin, ikiwemo ngano au urz au mchele bwana, au ghairiha, au vingine visivyokuwa hivyo katika vyakula. Qala Abu Sa'id radhiyallahu anhu, amesema Abu Sa'id wa huwa al-Khudri, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yawm al-fitr sa'an min ta'amin, tulikuwa sisi tunatoa fi ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yawm al-fitr, katika siku ya Eid al-Fitri ilikuwa tunatoa. Abu Sa'id yasema sa'an min ta'amin, pishi moja litokanalo na chakula. Umeona walikuwa wanatoa vyakula, na wala walikuwa hawatoi vinywaji, wala walikuwa hawatoi viungo. Ukajitia kukusanya midalasini, nyanya, vitunguu, nyama fitri. Walikuwa hawatoi viungo wala vinywaji wala vitoweo, na walikuwa navyo hivyo vitu. Walikuwa wakitoa pishi la chakula kilichofanywa kande. Waqala Abu Sa'id, na akasema Abu Sa'id, wa kana ta'amana, na kilikuwa chakula chetu. Anataja desturi ya vyakula vyao na ada yao ya vyakula wanavyokula katika Eid katika zama za masahaba. Wa kana ta'amana, na kilikuwa chakula chetu sisi, ash-sha'iru, aina ya ngano hiyo ni ngano, wazabibu, na zabibu kavu, zabibu zilizokauka, wal aqitu, na maziwa ya kukausha, maziwa ya unga yale ambayo yamekaushwa yakawa kama kipande cha kashata. Wal aqitu, na maziwa ya kukausha, watamru, na tende. Hivi vilikuwa ndio vyakula vyao vya Eid. Sasa watakiwa na wewe utafute vyakula vilivyozoeleka. Tafute mchele, tena kama ni mchele ni ule wenyewe ulionyooka, mchele wa Mbeya ule wa kunukia, au kaamua kumpiga mtu na basmati,
chapa basmati safi kabisa, zakatul fitri, kwa sababu ndio mambo yetu hayo kwenye Eid bwana. Usituletee dona hapa, dona la siku zake huko. Haya, hata kama hilo dona wewe unalipenda, lakini dona mimi ninapenda bwana. Mimi siku ya Eid ninakula dona bwana. Sasa ni wewe na madona yako bwana siku ya Eid bwana. Lakini dona sio chakula kilichokuwa maarufu siku ya Eid, ni chakula kile halali, ni riziki ya sawa kabisa, tunakula sote. Lakini Eid, tafuteni vyakula vilivyokuwa mashuhuri Eid. Haya, asema nukta nyingine katika jambo hili, miqdaru alfitra, kiwango cha hiyo fitri, kiwango cha hiyo zaka ya fitri. Sa'un ka sa'i nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni pishi moja kama pishi la mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fuqaha wanasema sa'u nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lile pishi la mtume sallallahu alaihi wasallam ni kipimo cha ujazo. Hiki lilikuwa linaingia 4 amdad, lilikuwa lile pishi la mtume kama kijibeseni kile cha kupimia nafaka. Pishi la mtume alayhi salam lilikuwa linaingia vibaba 4, 4 amdad, lilikuwa likiingia vibaba 4, na kibaba kimoja kinapimwa kwa ujazo wa viganja viwili vya mtu wakati na kati. Mtu asiyekuwa na makono makubwa yaliyopitiliza ukubwa au vikono vidogo, vikono vya mbilikimo, usivitumie hivyo, bali awe ni mtu wakati na kati, makono yake si makubwa sana wala vikono vyake si vidogo, ni mkono wa mtu wakati na kati. Akichota, akikusanya viganja vyake viwili, akachota nafaka ile, ni mudde, kile ni kibaba kinaitwa. Sasa ili aweze kufikia kiwango cha saa cha pishi moja, atakiwa achote mikono 4, mkono wa kwanza, mkono wa pili, mkono wa tatu na mkono wa 4. Vikifika viganja 4, sasa hiyo ndiyo saa, ndiyo pishi la mtume hilo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yani mtu anaweza akapima fitri yake bila hata kutumia mizani. Unachukua viganja vyako vya kati na kati kama mikono yetu tu, mikono yetu ya kawaida, wala hakuna watu wakale katika zama zetu, watu wote tu kama tunafanana tu. Ukapima mikono yako 4, tayari ni pishi hiyo. Naam, lakini maulama wameelekeza pia kwa vipimo vya mizani vya kilogramu. Katika zama zetu tunatumia sana mizani sisi. Miqdaru alfitra saa ka sa'i nabii sallallahu alaihi wasallam, kiwango cha hiyo fitri ni pishi kama pishi la mtume alayhi salam. Kisha anafafanua, nasema 4 hafanatin min kaffai al-insan al-mu'tadil, ni michoto 4 ndio pishi la mtume hilo. 4 hafanatin ni michoto 4 min kaffai al-insan, kutokamana na viganja viwili vya mwanadamu, al-mu'tadil, aliye wakati na kati wa mwanadamu, si mkubwa mikono yake wala si vijidogo vikono vyake, mtu wakati na kati. Ama bil kilo, kwa kilogramu, pana maelezo mengi ya wanawachuoni wa zama zetu. Kuna ambao wanasema hiyo saa, hilo pishi ukilipima kwa kilogramu, kuna wenye kusema pishi moja linalingana na gramu 2040. Wengine wanasema inalingana na gramu 2176. Lakini al-allamatu Ibn Baz wal lajna daima, wao wamesema kuondoa mzozo, toa kilo 3. Wao wamemili hivyo. Lakini kathirun min ahli al-ilmi min al-muasirin, wanawachuoni wengi wa nchi mbalimbali wametoa kauli ya kwamba pishi moja ya fitri ni sawa sawa na kilo 2.5. Tunasema hichi ndio kiwango mashuhuri cha kati na kati,
ambacho kimezoeleka, kilo zako 2.5 za mchele kwa kichwa kimoja. Kwa hiyo hesabu vichwa vyako ulivyonavyo huko nyumbani. Tayib, anasema tajibu bighurubi shamsi lailatal Eid, inawajibika hiyo zakatul fitri, yani muda wake wa wajibu hasa. Tajibu bighurubi shamsi, inawajibika kwa kuzama kwa jua, lailatal Eid, katika usiku wa Eid. Linapozama jua katika ule usiku wa Eid, huo ndio wakati wa kwanza wa kuwajibika kutoa. Kwa hivyo kama kuna mtu amedirikiwa na muda huu, jua limezama siku ya Eid na yeye yuko hai, basi atakiwa atoe. Hata kama baada ya hapo akafa, basi mtakiwa mumtolee, maadamu jua likizama alikuwepo, ni mgonjwa wenu alikuwa na hema, baada ya kuzama jua kwa muda mchache akafa, zakatul fitri mnamtolea, ilishawajibika kwake. Kama vile ambavyo zakatul fitri haitowajibika kwa mtu aliyekufa kabla ya kuzama kwa jua siku ya Eid, yeye atakuwa amekufa nje ya wakati wa kuwajibika, hakuna ulazima wa kumtolea. Sheikh yasema tajibu, inawajibika hiyo zaka ya fitri bighurubi shamsi lailatul Eid, katika wakati wa kuzama kwa jua katika usiku wa Eid. Faman mata qabla alghurub, na yeyote aliyefariki kabla ya kuzama kwa jua, lam tajib fitratuhu, haitowajibika fitri yake. Wa in mata ba'da alghurub, na ikiwa atakufa baada ya kuzama kwa hilo jua siku ya Eid, usiku wa Eid, wajabat fitratuhu, kutawajibika kutoa kwake fitiri. Lakini pia anasema kwa faida, waman wulida qabla alghurub, na yule ambaye atakayezaliwa kabla ya kuzama kwa jua siku ya Eid, ameudiriki wakati, wajabat fitratuhu, kutawajibika kutoa fitri. Wa in wulida ba'da alghurub, lakini ikiwa atazaliwa baada ya kuzama kwa jua siku ya Eid, tayari muda wake umetoka, lam tajib fitratuhu, hautowajibika kutoa kwake. Kwa hivyo jamani, muda wa fitri ni baada bighurubi shams, ni baada ya kuzama kwa jua siku ya Eid. Kwa hivyo aliyekufa kabla ya hapo hakuna uwajibu huo, lakini akifa baada, ashaingia katika kipindi cha kutoa kama nilivyoeleza. Haya, anasema waktu daf'iha qabla khuruji an-nas ila as-salah, wakati wa kuitoa hiyo fitri. Waktu daf'iha, wakati wa kuitoa kwake. Tumeona muda wa kuwajibika ni kuzama kwa jua usiku wa Eid, hapo ndio lazima kutoa sasa. Lakini sasa waktu daf'iha, wakati wa kuiwasilisha, hapa ni uwasilishaji sasa, wakati bora wa kuwasilishia wale maskini. Waktu daf'iha, wakati wa kuwasilisha kwake hiyo zaka ya fitri, kabla khuruji an-nas ila salah, ni kabla ya kutoka watu kuelekea katika swala ya Eid. Waktu daf'iha kabla khuruji an-nas ila salah, wakati wa kuiwasilisha hiyo zaka ya fitri ni kabla ya kutoka watu kuelekea katika swala. Fi alhadith, imekuja katika hadithi, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amara bi zakati al-fitri, aliamrisha zaka ya fitri kabla khuruji an-nas ila salati, kabla ya kutoka watu kuelekea katika swala, kwa maana mapema pale, kabla watu hawaja kwenda kuswali swala ya Eid. Huu ni wakati bora, wanasema ulama, waqtul afdaliyah, huu ni wakati bora kabisa ukaitoa zakatul fitri asubuhi ya siku ya Eid, kabla ya watu kwenda kwenye Eid, katika musalla wa Eid. Lakini kuna wakati wa kujuzu kutoa, tumegusia wayajuzu taqdimuha, na kuna juzu kuitanguliza hiyo zaka ya fitri kabla al-Eid, kabla hata ya Eid, jawaz, inajuzu. Fi alhadith, imekuja katika hadithi, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri, na walikuwa ay as-salaf, wema waliotangulia, wa kanu yu'tun,
na walikuwa wanaitoa hiyo zaka ya fitri. Wa kanu yu'tun, na walikuwa ay as-salaf wanaitoa hiyo zaka ya fitri qabla al-fitri, kabla ya Eid al-fitri biyawmin, kwa siku moja au yaumain, au kwa siku mbili. Kwa maana kuanzia mwezi 28 unaweza ukatoa mwezi 28 pale, mwezi 29 unaweza ukatoa, yajuz waqtul jawaz. Lakini wakati bora ni upi? Asubuhi ya Eid, kabla watu kuswali Eid. Naam. Wakati wa kuwajibika baada al-ghurub, wakati wa kuwajibika kutoa baada al-ghurub lailat al-Eid, baada ya kuzama jua usiku wa Eid. Shafahamu nukta tatu hizo. Wala yajuzu ta'khiruha, na wala haijuzu, tumalizie hiki kipengele. Wala yajuzu ta'khiruha, na wala haijuzu kuichelewesha hiyo zaka ya fitri an salati al-Eid bila udhrin, kutokamana na sala ya Eid pasi na udhuru wowote, ukaichelewesha we mpaka watu washamaliza kuswali Eid, bado una kifuko chako cha mchele wa zurura tu. Usicheleweshe bwana pasi na udhuru wowote. Na hilo li hadith, na hilo ni kwa hadithi, man addaha, yoyote ambaye ataiwasilisha hiyo zaka ya fitri, man addaha, yoyote atakayewasilisha hiyo zaka ya fitri kabla salati, kabla ya swala. Ni swala gani hiyo jamani hapo? Na wauliza wanafunzi, swala gani hiyo? Swala ya Eid, usikasema dhuhuri, swala ya Eid hiyo. Man addaha, yoyote ambaye atawasilisha hiyo zaka ya fitri kabla salati, kabla ya swala ya Eid, fahiya zakatun maqbula, basi nayo hiyo ni zaka inayokubaliwa. Wa man addaha ba'da salati, na yoyote ambaye ataiwasilisha hiyo fitri baada ya swala, watu washaswali uwanjani Eid, ndio unaleta vimchele vyako, ushapitwa wewe. Fahiya sadaqatun minas sadaqat, itakuwa hiyo ni sadaka miongoni mwa sadaka zingine. Itakuwa fitri hujaipata wewe, umetoa sadaka ya kawaida tu. Kwa hiyo tujitahidi tusiwe wazembe, tujipange mapema jamani. Pana watu kila mwaka wanazima moto wao kwenye kutoa fitri, anawajazia mamichele pale uwanjani, huoni hata wakumpa. Ulikuwa wapi? Mbona nguo za sikukuu mmenunua mapema? Nguo za sikukuu habaya, sijui ni kabu, madera mapema mmeshayapasi. Siku 4 kabla ya Eid yametundikwa namna hii. Yanasubiria watu. Fitri je, mnatuletea zima moto viwanjani pale. Toeni mapema. Shaka nasema akimalizia, yajuzu i'ta'uha li akthara min faqirin, na inajuzu kumpa hiyo fitri kwa zaidi ya aliye fakiri mmoja. Unaweza ukaitawanya hiyo fitri yako kwa zaidi ya fakiri mmoja. Haina maana kwamba lazima umpe mtu mmoja tu. Unaweza ukaitawanya, yajuzu. Labda huyu kampa kilo moja, yule mwingine kilo moja unusu, jaiz. Au kama una vibaba vingi, saa nyingi za watoto wako na jamaa zako, ukagawanya kwa mafakiri wengi na sio kumrunikia mmoja, inajuzu. Yajuzu i'ta'uha, inajuzu kuitoa hiyo fitri li akthara min faqirin, kwa zaidi ya fakiri mmoja. Kama yajuzu daf'u adadin min al-fitri ila faqirin wahid, kama vile ambavyo inajuzu kutoa idadi nyingi ya fitri kumuelekezea fakiri mmoja, pia yafaa. Waweza ukazitawanya fitri zako kwa maskini zaidi ya mmoja, kampa huyu, kampa huyu, kampa huyu, inafaa. Na pia inafaa kumkusanyia mmoja, bwana kilo zangu ni 100 za watu wangu wote, ukachukua gunia lako la kilo 100 ukambwagia fakiri mmoja. Haya, mzee faidika hapo na ubwabwa, jaiz. Inafanyaje hiyo? Najuzu hiyo. Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa leo itakuwa tumefika mwisho wa darasa zetu. Tambihi tu ni kwamba semina yetu insha Allah taala itakoma rasmi Allah kitupa uhai siku ya Jumatano. Masiku yaliyobakia ya semina ni machache. Ikiwa ulilala na ulighafilika huko mwanzo, sasa amka, changamka, diriki haya masiku ya mwisho, kwa sababu amali njema ni ile yenye mwisho mwema. Na amali zinazingatiwa mwisho.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وجزاكن الله خيرا وحفظ الله فيكن. يلا sasa tawanyikeni leo mmechelewa, kimbieni.